Ushirika wa meza ya Bwana, na nitakwambia kwa nini aliandaa ushirika wa meza ya Bwana siku mbili kabla ya mateso yake. Sema amina kanisa. Na nitakwambia kwa nini kuandaa meza ya Bwana wakati akiwa nyuma, miaka 3 nyuma au mwaka mmoja nyuma. Biblia haiandiki mahali popote kwamba Yesu alifanya ushirika wa meza ya Bwana, isipokuwa wakati huu wa karibu na Pasaka. Wa karibu na nini? Sema na Pasaka. Haleluya kanisa. Sasa neno hili Pasaka, nimesema tafsiri yake ni kutoka. Haleluya kanisa. Bwana asifiwe sana. Na Pasaka mpaka hivi sasa tunayosherehekea sasa hivi ni Pasaka ya 4. Sema Pasaka ya 4. Sema Pasaka ya 4. Sio Pasaka ya 4 kwa maana Pasaka hii ya Yesu Kristo. Pasaka hii ya Yesu Kristo tunaenda sasa kusherehekea Pasaka ya 2020 kwa sababu tangu Yesu kuondoka ni zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Sema amina kanisa. Sisi ndio kwa Mungu tunasherehekea Pasaka ya 2026, yani 2000, Pasaka 2026. Lakini mimi najua ziko Pasaka za aina ngapi? 4, ingawa sasa inayofanya kazi ni Pasaka moja. Na nitakwambia Pasaka ilianzia wapi. Sema amina kanisa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wangapi mnanisikia nikisema? Mimi naanza mimi kusikiliza kwenye masuala ya ushirika meza ya Bwana, mtanielewa vizuri. Hata mtakapokunywa meza ya Bwana, ushirika meza ya Bwana, mtakunywa mkiwa mnajua nini kinafanyika. Sema amina kanisa. Sema amina. Sasa Pasaka ilikuwa ni tukio la kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na Pasaka ya kwanza Biblia inaonyesha ilifanyika Eden. Sema Eden. Kwa nini Pasaka ilifanyika Eden? Pasaka ya kwanza ilifanyika Eden baada ya anguko la mwanadamu. Sema baada ya anguko la mwanadamu. Sema amina kanisa. Mwanadamu aliumbwa katika hali ya ukamilifu. Aliwekwa katika hali ya ukamilifu. Akawekwa alitunze bustani ya Eden. Baada ya anguko, Biblia inasema ya kwamba Adam alitolewa nje ya bustani ya Eden, akawa mbali na bustani ya Eden. Na aliyemtoa sio Mungu. Sema amina. Dhambi ilimtoa Adam kwenye bustani. Sio jamani? Dhambi ilimtoa Adam kwenye utumwa, kwenye hali ya amani, ikampeleka kwenye utumwa. Sema amina kabisa. Utakumbuka story ile, sitaki niongelee sana, lakini story hiyo inasema ya kwamba Yesu alikuwa na tabia ya kuwatembelea hawa watu kila siku jioni. Siku moja wakati akiwatembelea hawa na Adam na Hawa, aliwakuta hawako bustanini. Na ikabidi awaite kwa majina yao. Akamwita Adam, uko wapi? Adam, uko wapi? Adam akasema niko huko nje ya bustani, nimejificha. Kwa nini umejificha? Akasema ni huyu mwanamke aliyenipatia, alinishawishi nikala tunda na hatimaye nimejikuta niko uchi. Sema niko uchi. Jambo lile mnalifahamu vizuri. Ukisoma kitabu kile cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa kwanza na kuendelea pale, utakuta habari ya Adam na Eva walipokula tunda. Sema amina kanisa. Lakini nataka niangalie Pasaka. Sema Pasaka ile ya kwanza. Baada ya ile tukio, baada ya kutoa laana kwa nyoka, kwa mwanamke, kwa mwanaume, haleluya kanisa, tunaona Mungu anaanza kuitengeneza Pasaka ya kwanza. Mungu akaamua kumtoa mwana kondoo kwa mara ya kwanza. Mnyama anachinjwa. Sema amina kanisa. Kwa mara ya kwanza mwanadamu anashuhudia, Mungu anamchinja mnyama kwa mara ya kwanza. Mwanadamu, mnyama anaanza kutolewa uhai wake. Sema amina kanisa. Na mnyama wa kwanza kutolewa uhai wake alikuwa ni kondoo. Sema kondoo. Na Mungu akaona sasa huyu mwanadamu ameshapotea, yuko mbali na bustani, yuko mbali na kusudi la Mungu, nitamrudishaje? Mungu akaiandaa Pasaka. Hii tunaita Pasaka ya kwanza, ambayo Mungu alimchinja mwana kondoo, damu yake ikamwagika katika ardhi na ngozi yake ikamstahi yule mwanadamu wa kwanza. Ikaitwa Pasaka hii. Ikaitwa Pasaka hii jamani. Tuseme kwa sauti, Pasaka ya kwanza. Natoka naenda kwa haraka, nataka niifikie hii Pasaka tulionayo sasa hivi. Sema amina kanisa. Ukitaka ile story kasome kitabu cha Mwanzo. Sema amina kanisa. Lakini pia tunaenda kwenye habari ya Pasaka ya pili. Haleluya. Pasaka ya pili ilifanyika Misri. Haleluya. Wakati mwanadamu aliyewekwa kwenye nchi ya ahadi pale Kanaani alipokubali kumuuza Yusufu, haleluya kanisa, kwenye nchi ya utumwa, akamuuza kwa Waishmaeli
Waishmaeli wakamuuza kwa Potifa. Potifa naye akamuingiza gerezani. Baadaye njaa ikaingia katika nchi yao, wakamfuata Yusufu pale wapi? Misri. Sema amina. Taifa la Mungu likatoka kwenye nchi ya ahadi likaenda wapi jamani? Utumwani Misri. Na likiwa utumwani likatumikishwa kwa miaka 430. Miaka 430 limetumikishwa taifa la Israeli kwenye utumwa wa dhambi. Kwa miaka yote hiyo Mungu akasema ni wakati umefika sasa wa kumtoa tena mwanadamu kwenye utumwa. Kumbuka kila mara mwanadamu ndio anaingia utumwani mwenyewe, sio Mungu anamuingiza. Pale Edeni Hawa aliingia mwenyewe. Pale Misri Waisraeli waliacha nchi yao wenyewe wakaenda kwenye nchi ya ugeni. Ni sawa sio sawa? Wakiwa pale walipata favor kwa sababu kaka yao mdogo wao Yusufu alikuwa waziri mkuu wakati huo. Biblia yangu inaniambia kwamba baada ya kufa Farao akaja mfalme asiyemjua nani? Yusufu. Sio jamani? Na alipokuja mfalme huyu mbaya akaanza kuwatisha mizigo mizito wa Israeli. Akaanza kuwatumikisha katika uovu. Akaanza kuwatumikisha katika dhambi. Akaanza kuwatumikisha katika mateso. Akaanza kuwatumikisha katika laana. Baadaye Mungu anauona mpango tena wa ukombozi. Anasema bado hajachoka. Mungu hakuchoka kumhurumia mwanadamu. Akasema nitamtoa tena. Ndio maana unaona kutoka kitabu cha Mwanzo kinakuja kitabu kinaitwa Kutoka. Na somo letu leo linasema kutoka utumwani. Kitabu cha Kutoka hakijapewa jina la kutoka kama jina. Vitabu vya kwanza vyote vitano vina majina ya sababu. Vina majina ya sababu. Okay. Tumewahi kuona kwenye familia kuna majina tunapewa na wazazi wetu ya sababu. Unapewa jina la babu yako kwa sababu yako alikuwa mrefu kama wewe. Sema ngine kanisa. Vitabu vitano vya kwanza havijapewa majina kwa sababu vilipewa. Vilipewa majina kwa sababu ya vilivyofanya. Kwa mfano, kitabu cha Mwanzo kinaitwa kitabu cha mianzo. Yaani kinaitwa Mwanzo kwa sababu ndio mwanzo wa uumbaji ulianza pale. Unasikia vizuri? Kitabu cha Kutoka kinaitwa Kutoka kwa sababu ndipo Mungu alianza ajenda ya kulitoa taifa la Israeli kwenye nchi ya jamani ya utumwa. Haleluya kanisa. Na unaona sura ya kwanza kabisa kitabu cha Kutoka, unamwona mwanamke Mwebrania anazaa mtoto wa kiume anaitwa Musa, na anamwangalia mazingira, anampeleka mtoni. Kitabu cha Kutoka sura ya kwanza ile, anampeleka mtoni. Hatimaye binti Farao anamchukua ile mtoto, anaenda kumlea. Kumbe analea kusudi la ukombozi. Sema amina kanisa. Analea kusudi la ukombozi pale Misri. Sema amina. Sura ile ya kwanza mpaka sura ile ya pili utaona mpaka pale mfalme Farao anawaambia wafunga kila mtoto wa kiume lazima auawe. Sema amina kanisa. Kwamba auawe. Na wale wakunga wanamwambia Farao, hawa wanawake wa Kiebrania wana nguvu, kabla hata hawajafika leba wanakuwa wamezaa hawa watu. Sema amina kanisa. Sijui kanisikia hapa. Haleluya, kazi la Mungu. Sema amina. Kitabu cha Kutoka kinaandikwa sura ya 3. Unamwona Mungu anamtokea Musa akiwa mlimani, anachunga ng'ombe, anachunga kondoo za mkoa Yesu. Anaona kijiti kinawaka moto akiteketei. Musa anasema nitageuka nione maono haya makubwa. Kwa nini kijiti kinawaka moto na hakiteketei? Sio jamani? Anapogeuka Mungu anamwambia vua viatu vyako, mahali yako usomapo ni mahali patakatifu sana. Anapovua viatu Mungu anaanza kumwambia Musa, nimesikia kilio cha watu wangu, nimetuma kuwatoa katika nchi ya utumwa. Nataka niwatoe watu hawa. Nenda kwa Farao, kamwambie Farao awaachie watu wangu. Sasa hii story inanoga hapa, inaanzia hapa kunoga kwenye Pasaka ya pili. Musa anaondoka anaenda Misri. Mtaona story nyingi sana pale. Ukisoma sura ya 9, ya 7, ya 8, ya 9 mpaka sura yake ya 10. Sema mimi kabisa. Utaona Farao akuwa mwepesi kuwatoa Israeli kwenye utumwa. Mwambie kutoka sio kitu rahisi. Na kuna watu mpo huko ndani. Sema mimi kabisa. Mmeombewa miaka mingi, lakini kuna wakati unafika mahali kuna eneo bado hujatoka. Sema mimi kabisa. Waisraeli hawakutoka kirahisi pale Misri. Biblia inasema miujiza 9 ikafanyika. Maji yakawa damu, mchanga ukawa shawa, nchi ikawa na nzige, nchi ikawa na vyura. Sio jamani? Na mapigo mengine mengi yakapigwa pale. Farao akasema simwachii Israeli atumikie Mungu. Sura ya 9 na 10
Unaona story ya Mungu. Mungu anamwambia Musa, limebaki pigo moja. Sema pigo moja. Unajua sitaki kusoma kwa muda wangu, uniruhusu kwenda huko na nataka kusoma. Mimi nakupa story. Ukitaka kusoma kasome kitabu ya Mwanzo na Kutoka. Sura ya 9 na 10. Mungu anamwambia Musa, sikiliza Musa, limebakia pigo moja nitakalolipiga juu ya Misri. Hilo pigo nikilipiga lazima Farao awachie watu wangu. Na hilo pigo itakuwa ni pigo la damu. Sema pigo la damu. Sema amina kanisa. Unaona Mungu anamwambia Musa, mnaanza maandalizi. Kila kwenye nyumba ya Israeli watafute mwana-kondoo. Kumbuka Mwanzo kule, nani? Aitafuta nani? Nawapiga maiki semeni. Mwanzo alitafuta nani? Haleluya. Semeni amina. Nimeongea kule Mwanzo ili mwanadamu atolewe kwenye utumwa wa kuwa uchi na kurudishwa kwenye hadhi yake. Alitafuta nani jamani? Misri. Mungu amepiga mapigo 9 yote yamefeli. Yaani kama ni vita, umetumia gogore, umetumia SMG, umetumia risasi gani, umetumia kitu gani? Mungu alisema sasa limebakia silaha moja, nuclear. Mtaagiza hiyo, kuanzia hiyo sasa itaua kila mtu. Sema amina. Sema amina kanisa. Sema amina watu wa Mungu. Angalia Mungu alibakia pigo moja akalipiga. Akamwambia Musa, sasa kaiambie kila nyumba ya Bwana iko Israeli. Kwenye nyumba ya Israeli itafute mwana-kondoo. Na huyo mwana-kondoo sifa yake ya kwanza awe mwana-kondoo asiye na hila. Asiye na nini? Asiye na kigugumizi. Asiye mlemavu. Sema amina kanisa. Mwana-kondoo tena wa kiume. Yesu ni mwanaume na mke. Ndio maana Yesu alikuwa mwanamke kwa sababu lazima atuke mwana-kondoo wa kiume. Sema amina kanisa. Haleluya. Sema amina. Anasema tafuteni mwana-kondoo wa kiume. Sema wa kiume. Lakini sifa ya mwana-kondoo asiwe na hila. Awe na mapembe yote mawili. Sawa jamani? Bwana asifiwe. Naelewa vizuri. Awe na macho ambayo sio malienge. Awe na miguu inapata vizuri. Haleluya. Huyu mwana-kondoo kila nyumba itamchinja kwa maelekezo maalum, itamchinja. Na ikisha mchinja, sema amina kanisa. Kwa hiyo Mungu akamwambia Musa, waambie Waisraeli kama Likelina yuko na watoto wawili na mume wake, hawezi kumaliza kondoo, waalike majirani kama familia mbili ziungane pamoja. Sasa ile nyama haitakiwi kulala, haitakiwi kubakia. Inatakiwa kule mpaka suku malize zote. Kwa hiyo akasema kila watu waangalie hii familia nyama hii tutaimaliza. Sema amina. Amina. Sema amina. Na kwa taarifa hiyo ile nyama ilikuwa hairuhusiwi kutiwa chumvi. Ni nyama iliyotokoswa bila kuwekwa chumvi. Ndio hizo nyama leo waganga wanafanya huko makaburini. Wanafanya nyama walianzia hapa. Unajua waganga na wachawi na mizimu ya kweli, kila ambacho kina expire kwenye upande wa Mungu wao wanakitumiaga. Naelewa vizuri Mungu aliacha kutumia wanyama kuwakomboa wanadamu. Alipoacha waganga wakasema sisi tunaanzia hapo. Tunaomba kutuletee ng'ombe na kuku mweusi, kuku mweupe, kuku mwekundu. Uzi wa kijani utapata wapi sasa? Sema amina kanisa. Haleluya. Kwa hiyo waganga wanakopi kwenye Biblia. Ningesema wao wako analog, tuko digital. Sio jamani? Maana sisi tumeenda viral. Kuna ufunuo Mungu ametupatia mpya wa kiroho. Sema amina. Mungu akamwambia Musa, waambie Waisraeli wakutoe mwana-kondoo asiye na hila, na wahakikishe yule mwana-kondoo analiwa siku ya Pasaka. Analiwa siku ya na kwa taarifa yenu, Pasaka haikuwa inaanzia Misri, ilikuwa inaadhimishwa tangu kuwapo kwa misingi ya ulimwengu kule Mwanzo. Kwa hiyo hawa watu wakaambiwa siku ya Pasaka, usiku wa kuamkia Pasaka. Haleluya. Sema amen. Ni sikukuu pekee ambayo duniani inachukua siku 3 mfululizo duniani. Mtafutie siku ambayo inachukua siku mfululizo. Mtafutie. Christmas inachukua siku moja. Na ikitokea siku ya pili mapumziko tu. Lakini Pasaka ni siku ambayo inachukua siku 3. Ndani ya siku 3 zote ni siku. Unaelewa vizuri? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Pasaka inajumuisha kuanzia Ijumaa saa 6 usiku mpaka Jumapili saa 6 usiku. Unaelewa vizuri? Unaelewa vizuri hapa? Akawaambia mtakula hii Pasaka. Haleluya. Mtakula hii Pasaka. Sema amina kanisa. Mtaikulaje hii Pasaka?
mtaikula usiku. Sema usiku. Na akamwambia mtakula kabla ya kufika usiku wa Pasaka, kwa sababu ile saa 6 usiku mimi Mungu nitapita kwenye nyumba ya kila Misri kumuua kila mzaliwa wa kwanza wa Misri. Sasa akamwambia hivi, sikiliza, kila mtakapochinja yule mwanakondoo, damu yake muikinge, na hiyo damu kila mtoto wa Israeli apakwe, agusishwe hiyo damu. La pili, hiyo damu ipakwe kwenye miimo ya milango, kama ya milango 5, kila mlango. Ukiona umepaka chumba cha mume wako, mtoto wako hujapaka, wanafariki. Kwa hiyo kila mlango lazima ugusishe hiyo damu. Sema amina kanisa. Mwambie rafiki yako, hakuna Pasaka pasipo damu. Mwambie tena, hakuna Pasaka pasipo damu. Mwambie damu ndio inayotuunganisha kwenye Pasaka, na hatuwezi kuzungumza Pasaka pasina damu. Haleluya kanisa. Watu wa Mungu mnanielewa? Bali ninawasumbua. Haleluya kanisa. Sasa unaona kilichotokea pale Pasaka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nini kilitokea pale? Wakapaka miimo ya milango. Zingatia mwana kondoo. Zingatia na jamani. Mwana kondoo, kitabu cha Kutoka 3 mpaka mstari wa 11 pale, mpaka sura ya 11 pale. Utaona hizo habari zinazungumzia hizo habari za mwana kondoo. Sema amina kanisa. Nini kilitokea baada ya hapo? Kweli walipokula ile mwana kondoo, damu walipopaka, usiku ule ule kila nyumba ya Misri mzaliwa wa kwanza wa mtoto wa kiume alikufa, au wa kiume au wa kike alikufa. Kulipokuja tu asubuhi mapema, Farao anasikia kilio kwenye nchi nzima. Yaani sasa hivi imagine Tanzania nzima, kwa kina Njole wanalia msiba, kwa kina Kavago wanalia msiba, kwa kina Kelina wanalia msiba. Hakuna wa kumchimbia mwenziani kaburi. Kila nyumba ina msiba, kasoro nyumba ya Waisraeli pekee. Na Mungu akawaambia Waisraeli wawasaidie kuzika. Hapo palikuwa patamu sana. Sema amina kanisa. Mungu akawaambia wakati wanalia, Farao analia msiba, maana mpaka ikulu kuna msiba wa Farao, na yeye analia msiba. Bodyguard wake analia msiba, waziri wake analia msiba, daktari wake analia msiba, sijui manesi wao analia msiba, spika wa bunge na yeye analia msiba, mkuu wa majeshi analia msiba. Farao akasema hakuna namna nyingine, hii people itatusumbua. Musa, fanya haraka, chukua watu wako, ondokeni. Ndio wakaondoka na mabegi yao, wakaondoka, wakaanza kutafuta njia ya kuondoka. Unajua Pasaka sio kitu cha kuchezea, na ndio maana kwenye ulimwengu wa roho, kwenye siku hizi 3 ukikaa vizuri, unatoka eneo moja unaenda eneo jingine. Na tamanio la moyo wangu Pasaka hii ya mwaka 2026 isiwe Pasaka ya kawaida. Kila mmoja atoke. Kama una ugonjwa, basi utoke kwenye hali ya kuwa chini, uende kwenye hatua ya kiroho. Kama una magonjwa, basi Mungu akutoe kwenye hilo eneo. Kama kuna maskini, Mungu akuondoe kwenye hilo eneo. Unajua tumekuwa tukisherehekea Pasaka kwa mazoea. Pasaka, Yesu amekufa, alilia. Kila panapokuwa na Pasaka kuna kutoka. Wewe endelea kuangalia hao wengi ya watu. Na nakwambia kila panapokuwa na Pasaka kuna kutoka. Na kila palipo na Pasaka pana maelekezo. Na ndio maana hata Waisraeli hawakuondoka utumwani kwa kuimba nyimbo walizozoea. Waliondoka utumwani kwa maelekezo waliopewa. Waliambiwa wachinje mwana kondoo, ukichinja mbuzi utoke. Amen. Ukichinja sungura utoke. Amen. Lazima uchinje mwana kondoo. Ukichinja mwanamke utoke. Lazima uchinje mwanamume. Amen. Ukiwa umetia chumvi utoke. Lazima ule sio chumvi. Amen. Usipaka damu utoke. Lazima upake damu. Ndio. Sasa hebu muulize rafiki yako, mwambie tuko Pasaka 2026. Usipojua kodi ya kutoka, unarudia maisha. Na unajua hakuna kipindi kinachobadilisha msimu kama kipindi cha Pasaka. Na ndio maana ngoja nikupe siri rahisi. Unafahamu miezi tunayohesabu sio miezi ya kawaida. Miezi iliyokuwa ndio kuhesabiwa, mwezi wa kwanza ndio huu wa 4. Huu ndio mwezi wa kwanza katika ulimwengu wa roho, kwa sababu ulikuwa ni mwezi wa majira mapya ya kutoka. Amina. Na ndio maana Waislamu mpaka kesho miezi yao iko vice versa na sisi. Walitumia hii Pasaka. Ndio. Ndio sema mwezi wa Abibu. Ushasikia mambo kama hayo? Wewe Januari, uelewe miezi ilianzia hapa. Yaani kama kuna miezi ilianzia hapa.
Na baba yenu wa kiroho amezaliwa hapa. Sema kwenye mianzo ya miezi ya kiroho. Haleluya kanisa. Sema amina kanisa. Sema amina kanisa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo angalia kinachotokea kwenye hii hatua ya Pasaka. Automatically kuna mambo huo ukikaa kwenye ulimwengu wa roho huwa unatoka sehemu moja kwenda hatua nyingine. Na hicho ndio kipindi ambacho hata watu wanataka kwenda kiwango cha kiroho kingine wanaweza kubadilisha gia hapa. Wakasema hapa sasa nimeacha kucheza, naingia hatua ya pili kwenye hatua ya kutoka. Ndio. Ila kwa sababu dini ilituambia Pasaka ni kitu cha mazoea. Tumekuja kila mwaka tunafunga kwa mazoea. Tunaacha kutoka mazoea. Tunataka kutoka mazoea. Yesu alilia, aliteswa, tunaimba nyimbo alilia msalabani. Tunamaliza tuko vile vile. Ni kwa sababu hatujui mawasiliano ya kiroho katika hatua za kutoka, na Waisraeli waliambiwa nini? Na ndio maana huu mwezi wa 4 kwenye Pasaka ni vizuri ukakaa madhabahuni. Na ngoja nikwambie kitu hiki. Maelekezo ya Pasaka huwa apewa raia. Raia hawezi kutoa maelekezo ya Pasaka. Na ndio maana hata wakati wanatoka Israeli, Mungu hakutoa maelekezo kwa wazee. Hakutoa maelekezo kwa watu. Alimwambia Musa, kawaambie Israeli. Kawaambie Israeli. Mungu ndiye alimwambia Musa, nimebaki pigo moja. Kwa hiyo wachungaji wanatakiwa kutoa maelekezo ya watu wao wanavukaje kwenye mfumo mpya wa kiroho. Sasa unamkuta mtu anambia kaka, sasa hivi kwa jambo la kiroho. Mchungaji najua business pale. Nisikilize, hiyo business yako inahitaji kutoka eneo fulani iende eneo jingine. Unakuta vitu kama mchungaji najua nini sasa pale ile kazi. Wewe unasikiliza, hiki ndio kipindi cha kutoka huko kuolewa kuingia kwenye mfumo mpya wa kuolewa. Ukiangalia kwenye jicho la tatu. Sema amina kabisa. Amen. Unajua hakuna sehemu ngumu kama sehemu ya kutoka utumwani. Hiyo sehemu ni ngumu. Ndio maana Ibilisi haiko tayari kuachia. Na ndio maana aliweka vikwazo vya kila aina watu wasitoke. Na ndio maana sema hii siku 3 hiyo mimi vile tukwambia. Hata hili mvua la mchana ile yenyewe imekuja kuzuia mtu asitoke. Lenyewe limekuja sio kama tumekuja kunyesha tu. Mimi hata kunyesha kama asubuhi inanyesha mchana kama huo. Nimekuja kuzuia mtu mmoja asitoke mahali fulani. Lazima ujue katika ulimwengu wa roho kuna jambo linaendelea. Ndio. Ndio wewe unielewa. Haya mambo ni magumu sana. Ni mambo magumu mno katika ulimwengu wa roho. Ndio maana nimekwambia Musa akapewa maelekezo wanatokaje hawa watu. Sema amina. Nasema tena sema amina. Sema amina. Siku hizi 3 zitakuwa ni siku ambazo tunavuka ng'ambo ya bahari ya Shamu. Unajua kama utakumbuka baada ya Waisraeli kutoka, baada ya siku 3 baadaye Farao aligeuza njia, aligeuza nia yake, akasema tunawafuatia. Baada ya kuwa umezika, yaani walikufa leo, kesho wakazika, siku ya 3 walikuwa tunawafuatia. Sema tunawafuatia. Sasa omba Mungu, ndio maana nimekuja leo kukushirikisha ushirika meza ya Bwana, ili wakati Farao anakufuatia asikukute huko ng'ambo yake, akukute huko ng'ambo ya pili, akukute umevuka kwenye bahari ya Shamu. Adui zako wale wanaotesa biashara yako, wanaotesa maisha yako, ile laana iwe mbali na wewe, iwe ng'ambo namna hiyo, alafu unaichungulia, unaiambia laana, endelea kusogea, endelea kusogea. Wanapofika katikati ya hiyo bahari ya Shamu watafia hapo, alafu naanza msimu mpya wa kumtukuza Mungu. Waisraeli baada ya kuvuka bahari ya Shamu kwa mara ya kwanza, Miriam akatunga nyimbo ya kumtukuza Mungu, akasema tunga wimbo wa Musa. Wakatunga wimbo wa Musa. Hawakutunga wimbo wa Mungu. Na mimi najiuliza swali hapa, kwa nini Waisraeli baada ya kutoka bahari ya Shamu walitunga wimbo wa Musa, sio wimbo wa Mungu? Kasoma Kutoka 15 kinasema maana Musa alifanyaje? Na wewe baada ya siku 3 hizi utatunga wimbo wa polea. Utatunga wimbo wa polea. Utatunga wimbo utatunga. Utahitaji waimbaji. Utatunga ndani ya moyo wako. Utaambia Bwana ametutokea na kututoa utumwani. Ametutoa kwenye shida. Ametutoa kwenye maangamizi. Ametutoa kwenye aibu. Ametutoa kwenye mateso. Sema amina kabisa. Wakaimba wimbo wa Musa. Amen. Ng'ambo ya bahari ya Shamu. Amen. Sikiliza. Nataka uelewe nguvu iliyoko kwa mwana kondoo au kwenye damu ya mwana kondoo. Sema amina. Hiyo ni Pasaka ya pili. Wangapi wanaelewa hapo? Tunaenda sasa Pasaka tulionayo. Sema Pasaka tulionayo. Pasaka tulionayo. Ninaongea kinagana kwa sababu Wahehe hamtaki ibada. Mungu anataka ibada. Ningewapa mfunuo.